siku ya Jumanne kumekuwa na utata kuhusiana na mambo ambayo inahusika na National Government CDF, NGCDF. Na NGCDF iliwekwa kwa sheria na ndugu yetu ambaye alikuwa ametoka Olkalau hapa siku ya miaka ya 2007, na ikawa sheria na kuweza kupeleka huduma ambazo ni za serikali kuu katika mashinani. Na kwa kweli kwa niaba yangu na ile miaka nimekaa kama miaka 12 kule Bungeni, nimeweza kuona umuhimu wa CDF. Na CDF watu wanaihusisha sana na wajumbe, na siwezi walaumu wa Kenya kwa sababu nitasema mimi nimesomesha, nimefanya. Kwa kweli ni kwa sababu unajua ukiwa ndani ya siasa ni lazima ujihusishe na kitu fulani, na kwa njia ambaye labda ukifikiria upate umaarufu wa kisiasa, lakini unakosa kuangalia upande wa sheria, unafanya makosa. CDF kwanza ilipoletwa kotini, sisi tulikuwa pale kwa kutoa maoni, na ikasemekana sisi mambo yetu ni matatu: legislation, oversight na kuwakilisha wale watu ambao umewakilisha kule bungeni. Wakasema huwezi fanya kazi ya implementation. Tukabadilisha sheria. Siku hizi mjumbe hahusiki kabisa tangu 2015 na mambo ya CDF. Kazi yake ni ku make sure public participation, maoni ya watu inachukuliwa katika mashinani, katika kila wodi. Maoni ya wananchi inachukuliwa, wanasema sisi mwaka huu tungependa tufanyiwe mambo haya kuhusu shule, tufanyiwe mambo haya kuhusu elimu, tufanyiwe mambo haya kuhusu usalama ama mambo ya the national government. Na hiyo nimeona ikifanyika baada ya kila miaka miwili. Sisi tunaenda mashinani, tuna make sure maoni ya mwananchi ambaye amepeana kutoka mashinani inaenda kuashiriwa na kuangaliliwa na kushughulikiwa katika mikakati ya proposals ambazo kamati ya CDF ambayo tunaita ni ile ya constituency the constituency members wa CDF wataweza kwenda kutoa na ku make sure maoni ya mwananchi wa kawaida inafikia wale ambao wanahusika. Kwa hivyo nitasema ya kwamba tumepewa siku 5 kufanya kuchukua maoni kutoka kwa Wakenya kutoka siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, na ni kote nchini. So ninachukua nafasi hii kualika wakazi wa Nakuru Town East Constituency siku ya Jumanne kutoka saa 5 kamili. Tafadhali fika katika ofisi ya CDF ambayo iko pale free area ambayo tunaita ni Chief's Office. Njoo utoe maoni yako. Kama ungependa hela za CDF ziwekwe katika katiba ama hiyo sheria ya CDF iwekwe kwa katiba ya Kenya, pesa ya maseneti ambaye ni ya oversight. Kwa kweli tunaona kuna uvujaji sana wa hela kila wakati unaangalia audit report na unakuta. Kwa hivyo pia tungeomba pia masenators wetu wapewe hela ya kuweza kwenda kufanya ile oversight yao ya kihakika katika kaunti zao. Pia hiyo inaenda kuashiliwa na kuwekwa katika zile mandugu zetu ambaye ni wajumbe wa wards ambaye MCS tunawaita. Pia tungependa wawe na ward development fund yao ambaye ni county, ambaye pesa zikikuja sehemu asilimia fulani kama vile tunasema 2.5% of the national revenue itakuwa inaenda kwa CDF. Naye pesa ambaye inateremka kwa county kwa sababu ni ya development, naye waseme asilimia fulani itaenda katika kila wodi, ambaye itaenda kwenda mjumbe wa MCA, naye awe kazi yake ni kwenda kuchukua maoni kutoka kwa wodi zake na kwenda kufanya, na hiyo haitakuwa ina conflict na ile ya mjumbe wa National Assembly. Kwa sababu gani? Mimi nikichukua maoni, nitachukua maoni ya national government functions kama vile nimewashiriwa katika schedule 4 ya katiba yetu. Naye mjumbe wa MCA akienda atachukua functions
zile za MCA vile inaashiriwa katika the schedule 4 ya functions of the county government, ambaye naye ataenda aongelee mambo ya functions. Kwa hivyo hakutakuwa na overlap. Na mliona hivi majuzi koti iliamua ya kwanza mwaka huu pesa zile za basari kwa mfano county iweze kupeana hiyo kitu inapoangaliliwa. Lakini tukiziweka katika kwa sheria, mambo yote hii sasa itakuwa, kwa sababu kila wakati, na nasema ni kwa nini, kwa maoni yangu, national government ambaye hahusishwi na wajumbe, ni muhimu iweze kufika mtoto mwerevu kutoka jamii maskini. Asilimia ya watoto asilimia 70-80 hao watoto wanapata nafasi ya ku-equalize mambo ya maisha yao kwa kupata CDF kwa kuwalipia shule. Kwa mfano Nakuru Town East, kamati ile ya Nakuru Town East the CDF committee ya Nakuru Town East wako na watoto 480 ambayo wanalipia full scholarship. Na hii pia ni lazima tuanze kuiangalia, hata hapo tunapoiweka katika katiba tuangalie kuna umuhimu, ni njia gani nzuri ya kuiweka inapowekwa kwa sheria ndio iweze kusaidia. Kamati ya hapa Nakuru Town East kwa mfano iko na watoto 480. Kila mwaka wanachukua watoto 120 ambaye yako kwenda kwa day school ama boarding school na kuwagharamia mambo yao ya masomo katika miaka ile atakuwa katika sekondari. Na hiyo inasema nini? Huyu mtoto mwerevu kutoka jamii maskini hataenda asome tamu moja alafu tamu ya pili anaenda amelipiwa karo ya boarding school ama ni day school yote for the 4 years. Kwa hivyo huyu mtoto na imekuwa na matokeo yake imekuwa namna gani? Asilimia ya 90% ya wale watoto ambaye wanalipiwa na CDF, hawa 120 ambaye wanaenda kufanya mitihani kila mwaka, over 80% wanaenda university. Na ninafurahia kwa sababu hivyo ndio inavyotakikana. So tunapoenda kuweka hii sheria kwa katiba, ni lazima tuulizane maswali. Je, pesa ambazo pengine itakuwa kwa magovernors, kwa MCA, ni njia gani tunaweza kuja kama county ama constituency ndio tuweze kufikia watoto wengi na kwa kila familia, bila utakuta mimi labda nasaidia mtoto mmoja, huyo mtoto anasaidiwa na gavana, huyo mtoto anasaidiwa na MCA, huyo mtoto tena anapata ufadhili labda kutoka kwa Equity. Unakuta baada ya masomo yake ako na hela nafaa kuregeshewa na shule ya thousands of Kenya shillings. Kwa hivyo ni muhimu, ninakubaliana na Wakenya waje tunapoweka hii ndio inapowekwa kwa katiba, turudi tena kwao watoe maoni ni njia gani mwafaka ambayo inaweza tumika ya kuweza kupata ya identification ya mtoto, malipo inalipwa kwa njia gani, na inalipwa tamu moja ama italipwa mwaka mzima, ndio iweze watoto wetu, kwa sababu itakuwa ni bure mimi kulipia mtoto tamu moja alafu tamu ya pili na ya tatu hayuko kwenye shule. So tunataka either tukubaliane, mimi nikilipa tamu ya kwanza, kama gavana naye atakubaliwa alipe tamu ya pili, kama yule MCA naye akipata hela alipe tamu ya tatu. Tuko certain ya kwamba huyu mtoto mwerevu kutoka jamii maskini ataweza kwenda. Ninasema hivi kwa sababu siku ya Jumanne tunaomba mandugu zetu kutoka Nakuru Town East njoo utoe maoni for or against. Nasema na maanisha kusema ya kwamba njoo utoe maoni yako, unapendekeza hiyo iwekwe kwa katiba ama unapinga na sababu zako ni gani, ndio tuweze kuchukua kutoka kwa hiyo. Kama Wakenya watakataa itolewe na isiwe inafanyika National Government Constituency Development Fund ikufe, basi tutachukua hiyo maoni. Kama wanataka pia iwekwe, wakubali iwekwe kwenye katiba, ndio hii maneno ya kupeleka kwa kila wakati kotini tupate kupata kikomo na watoto wetu tuwe sure ya kwamba watoto kwa mfano hapa Nakuru tangu 2013 kamati ya National CDF imeanzisha shule 6 za sekondari, moja ya ile ya boarding
ambayo inaitwa Maria Veronica. Na hizi zingine ambazo zilianzishwa, kamati ya walipokuwa wakizunguka walipata ya kwamba utakuta mtoto amepata alama chini ya 100 katika ile class 8 ya zamani. So walipokuwa nasema huyu mtoto amepata alama ya chini ya 100 ama alama chini ya 200 ambaye hawezi kupata nafasi ya kuchukuliwa katika shule za serikali, huyu mtoto ataenda wapi? Kwa hivyo ikasemekana ya kwamba huyu mtoto anabaki, ndio tukawa na watoto wengi kule vijijini ambaye hawaendi shule. So kamati ilipokuwa ikichukua maoni, wakasema watoto wengi tuko nao wanapata chini ya ile alama ambayo inampeleka katika form 1. Je, tungependa muanzishe shule zingine ambayo itachukua watoto wa hiyo kiwango, ndio mtoto wa yoyote asikose kuwa anaendelea kama the Sustainable Development Goals, ya kwamba kila mtoto ako na haki ya kupata basic education. Na hiyo iliwekwa ya kwamba ikifika mwaka nafikiria ni ya 2030 sijui 35 ama ni 20 ngapi ile, kila mtoto akuwe na haki ya kupata the basic education. Na ninashukuru kamati ya CDF hapa walianzisha hii shule zingine 5 ambayo inachukua wale watoto wa kiwango cha chini. Na niwaambie sisi tunadharau, na ninawaambia ndugu yangu Bwana Malala. Bwana Malala, tulikuona na mchezo wako ambayo ulikuwa umeleta hapa, lakini sijakuona ukiweka pia maoni yako kwa ile drama shule ambayo ilishinda hiyo festival hapa Nakuru. Mimi nilienda Moi High School, nafikiri sijui natoka wapi kule. I had an opportunity ya kwenda kuwatch hiyo the drama ambayo, the winning drama ambayo ilishinda. Na ukiangalia tunamuomba ndugu yetu Bwana Malala na wale wengine wanahusika. Hata wewe angalia the theme ya ile wale washindi. Hiyo ndio kitu tunataka kulete katika fikra na maono ya watoto wetu, kwa sababu ndio viongozi wa hapo awali ambaye hapo mbeleni hao ndio watoto. Tafadhali weka maoni mazuri, panda mbegu nzuri kwa watoto wetu. Tuache kupanda mbegu chafu ambayo italete machafuko, ambayo italete fikra chafu kwa katika akili za watoto wetu. If you watched the winning play, ilitufunza mambo mengi. Na kitu ambayo ya kwanza baadaye kabisa ilipokuja kukwisha, ilisema, hata ndio tunasema hii kitu tunasema ya CDF, ya kwamba mtoto mwerevu katika ile drama, mtoto mwerevu ambaye anaimarika katika masomo ako na nafasi yake katika maisha. Mtoto Moi High School, yes, nashukuru, Moi High School kutoka Embu ndio walishinda ile play. Na ile play inasema nini? Ya kwamba watoto wanapoingia shule, kuna watoto ambaye wavivu kimasomo, kuna watoto ambaye wanakuwa katikati, na kuna wale werevu. Na kwa hao ambaye pia kuna wale ambaye wanaingia katika mambo ya kuigiza kama hiyo, ambaye creativity kama hiyo mambo ya drama. Na hiyo drama ilituelekezea kwamba mtoto yule alikuwa mbovu zaidi, masomo halikuwa ashiki. Katika maisha yake ya kule mbeleni walipotoka shule, yeye ndio alikuja kuajiri yule kijana ambaye alikuwa mwerevu zaidi. Lakini ule kijana mwenye alikuwa mwerevu zaidi naye ni kama alikuwa anakataa kuchukua, lakini huyu kijana akamwambia, ingawaje mimi sikufanya vizuri kwa shule, Mungu alinibariki nimepata kuanzisha hii biashara. Lakini hii biashara napata 1000 kwa siku. Nikikutumia wewe na fikra yako na uwerevu wako, tutaweza kutoa kutoka kwa 1000 tuipeleke mpaka 10,000 kwa siku. Kwa hivyo yule kijana ambaye alikuwa mbofu shuleni ameandika huyu, na wameongeza uchumi, wameongeza nafasi za kuandika watu kazi. Na hivyo ndio inatakikana katika tuweke maoni mazuri katika fikra za watoto wetu. Na tunakuambia ndugu yetu Bwana Malala, tunakujua, si ati tusema we ni mbaya. Ni vile unaweka pia weka mafikra nzuri katika ile play ambayo na ndio ninasema hizi shule 5 ambazo tulianzisha kuchukua wale watoto wa kiwango cha chini ili tusaidia. Na for your information, pale Kimathi Secondary School, mtoto ambaye alipata marks asilimia 135 is among
the first children ambao walitoka pia kwa hiyo shule na kwenda katika university. Na ninashukuru kwa sababu mbeleni tulikuwa tunamweka tu pale apate certificate yake ya form 4 alafu waende. Kumbe zaidi ya sasa tangu hiyo shule iwe pale, watoto zaidi ya 20 kutoka ile marks ya chini wamepata kwenda katika university. And that is what we want. Kwa hivyo tunawaomba wa Kenya, fikeni watu ya Nakuru Town East siku ya Jumanne kutoka saa 6. Tuko na mpango katika Nakuru County na mimi ndio mwenyekiti wa wabunge wale wamechaguliwa hapa. Siku ya Jumatatu asubuhi na tuko Gilgil na Naivasha. Timu ya pili itakuwa Bahati na Subukia. Siku ya Jumanne tuko Nakuru Town West asubuhi saa 6 Nakuru Town East. The same day asubuhi na saa 8 watakuwa Njoro na kule Molo. Alafu siku ya Jumatano tutaenda Kuresoi zote mbili, South and North, alafu tutakuwa kule Rungai katika ile masaa ambaye ratiba imepatiwa. Kwa hivyo kwa jumla ni watu wafike, toeni maoni. Na hii ni kitu ambayo inatakikana watu wafike. Na tuwaambie pia tunaingia katika msimu wa bajeti. Na watu wa kamati ya bajeti itazunguka ikichukua maoni. Sijapata ratiba ya kujua kama watakuja Nakuru Town East kuchukua maoni, lakini kama watakuja hapa Nakuru County ama kwingineko, tutawaambia pia watu waende watoe maoni yao.